16 inasema nini? Na tafadhali ikiwezekana tafuta Biblia hadi kopi. Juzi nimejaribu kutengeneza presentation nikienda KU kuhubiri. Online translations zinanipatia hazi make sense kabisa. Kuna aya inasema yeye ambaye hakuijua dhambi alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Ukitafuta online inakwambia yeye alijua dhambi. Alijua dhambi. Nilitafuta karibu 1 hour. Ninajua Biblia inafaa kusema yeye asijua dhambi. Online mnaniambia yeye alijua dhambi aje? Bado nilitafuta hadi kabili kwa presentation yangu ni type yeye asijua dhambi. Niliona nina waste time kutafuta hiyo part. So kindly inasema ila wapi? Na yeye anatie gaza au atuluboroa kwa watu yangu ya grade ndio nema. Nego nagoniwa owe. Nikikoi. Na mwili alikuwa mwe alitembea na mama huko. Akiona yeye aita ni gumo yake ilitoka kule kule ado siote agege yado Nikikoi watatu. sawa hiyo aime kule iguru. Translation yenye ninapenda. Bwana asifiwe. Mimi nimeongea. Thank you. Translation yenye ninapenda inasema hivi, na kwa maana bila shaka siri ya utaua ni kuu. Kwa Kiingereza inasema and great is the mystery of godliness. Why? For God was manifested in the flesh. Yaani Mungu alidhihirishwa kwa jinsi ya mwili. Bwana asifiwe. Kitabu ni Wafilipi 2:5 nasema nini? Nilisema kila mtu ako na Biblia yake. Wafilipi 2 anzia 5 teremka hivyo hadi 8. Wafilipi 2, Philippians 2 from verse 5. Yes. Inasema hivi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ngoja watia pale. Mnaambiwa na Paulo muwe na nia kama iliyokuwamo ndani ya Yesu Kristo. Swali ni je, Yesu Kristo kwani alikuwa na nia gani? Ama Yesu Kristo alikuwa nini? Endelea kusoma. Inaendelea kusema ambaye yeye mwanzo, yeye ndio Kristo mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Alikuwa yuna namna ya Mungu. Naye kwa Kiingereza inasema who was in the very form of God. Bwana asifiwe. Amen. The only person who has a form of you is you. Bwana asifiwe. Yaani saizi utakuwa na form ya binadamu lakini usimame pale upepee hadi pale juu unaacha kuwa binadamu immediately. Si ndio? Bwana asifiwe. Kwa nini? Binadamu hafai kupepea. Tukisema you have a form of man inamaanisha nini? Ukiangalia tukikuangalia tu umbo la binadamu. Uko na umbo la mwanadamu. Yesu ukimwangalia ana form ya Mungu, ana umbo la Mungu. Kuna mtu ashaona Mungu? Paulo ametuambia huyu Kristo alikuwa ana form, his very form. Alikuwa ana umbo la Mungu. Endelea kusoma. Nirudie tena sema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Ndio. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kwa kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Ndio. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Ndio. Akatoa namna ya mwanadamu. Ndio. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Achia pale. Huyo Kristo ambaye tunaambiwa yuna namna ya Mungu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Alitoa ule utukufu aliokuwa nao, akachukua mwili wa binadamu. Na alipoonekana ana umbo la binadamu, basi alishuka hapa chini na akatembea kama mwanadamu na akawa mtiifu hadi mtii wa mauti. Kuna mahali nilisimama nikasema if you read some bit of theology, utaelewa ya kwamba Mary is not the mother of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Yes, I'm not contradicting myself. Nikisema Mary is not the mother of Jesus Christ.
Jesus Christ existed before Mary was born. Amen. Amen. Mary amekuja juzi as a way ya kumleta Yesu kwa njia ya mwili. Otherwise Yesu alikuwa kabla Mary ya Mungu. Bwana asifiwe. Ni kama gari itaundwa 2030 niitumie. Yes. Lakini nilikuwepo. Gari ya Yesu Kristo amekuwepo tangu jadi. Yesu Kristo kuzaliwa, si kuumbwa, si kuzaliwa. Yesu Kristo amekuwa self-existent kutoka kitambo. Lakini ilipofika mahali lazima ajidhihirishe kwa binadamu, hapo ndo Mary anakujia sasa, anamza kwa umbo la binadamu. Tuko sawa hadi pale? So Mary ni mwili alizaa simply because hangekuja na utukufu wake na tumuone na tuishi. Alihave kuchukua umbo la binadamu ili mimi na wewe tumuone na tuishi na tumuguze. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu alikuwa tangu kitambo. Tunaambiwa kitabu ni tukisoma asubuhi Isaiah 6:9 inasema nini? Kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu mtoto. Isaya 6:9. Inasema hivi. Inasema hivi. Maana kwa ajili yetu. Kwa ajili ya nani? Yetu. Yetu sisi binadamu leo mtoto amezaliwa. Ndio. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mfalme wa amani. Thank you very much. Huyu Yesu Kristo ambaye amekuja kwa ajili yetu. Specifically, Yesu alikuja kwa ajili yako wewe. Kama hukuwa ningependa nikuhakikishie hili. Bwana asifiwe. Yes, jambo la pili. Jambo la kwanza si nilisema. Na jambo la pili, hata kama hutashika kitu kingine chochote, shika hili. Ikiwa dunia mzima kila mtu angekuwa mtakatifu, Adam na Eve hawakutenda dhambi. Walizaa watoto ambao ni watakatifu. Ukafika kizazi chako, wewe peke yako utende dhambi. Yesu Kristo angekuja specifically kwa ajili yako. Yes, Yesu angeshuka kwa ajili yako wewe peke yako. Kama dunia mzima kila mtu angekuwa mtakatifu, wewe peke yako utende dhambi. Angetoka mbinguni specifically kwa ajili yako. Amen. That is why salvation is a very personal thing. Hakukufia the SDA church. Alikufia wewe individually. Bwana asifiwe. We are just here as brethren kuhimizana ya kwamba nje ya mbinguni tunajua itakuwa na vikwazo, itakuwa na vita. We are not here because one thing I always tell people is this mama hapa mbele. We do not keep the Sabbath to be saved. We keep the Sabbath because we are saved. Tulishaokolewa. That is why we are here today. Sawa? Ukiwa na mke nyumbani, hakupikii ndio umuoe. Sawa? Ameshamuoa. That is why ukiwa na watoto, hauwalipi school fees to prove you are the father. You are the father. That is why you pay school fees. So hatuko hapa to be saved. We are already saved. We are here joined as brothers and sisters kuhimizana kwa hii safari ya kwenda mbinguni. But the truth of the matter is we are already saved. Bwana asifiwe. Amen. So Yesu Kristo alikuja hapa duniani kutafuta waliopotea. Waliopotea ni mimi na wewe. Alitoka kule mbinguni kwa ajili yako. Bwana asifiwe. So now I said I'm presenting this divine Jesus Christ. Why? In 1 Corinthians, Newton is from 13, 14 and 15. Chapter 15. 1 Corinthians. Corinthians. Chapter 15. 5. Chapter 5. Chapter 13. Oh, chapter 13. Yes. Verse 13 and 15. inaitwa 13. Inataka kunipotea jamani. 5. Yenye inasema aje? I'm looking for a verse that says basi sisi tumuonekana kuwa waongo 15 ambaye alifufuliwa 15. Naanzia hapo. Thank you. Yes. 15 nasema, Ndio. naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Anzia 13 tafadhali. 13 nasema, Yes.
Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Ndio. Kristo naye Aha. hakufufuka. Endelea. 14. Tena kama Kristo hakufufuka, Ndio. basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Achia pale. If Christ hakufufuka kutoka wafu, elewa kufufuka kwake proved divinity in the sense that watu wengine wote walifufuka walifufuliwa. Kristo hakufufuliwa, alifufuka. Bwana asifiwe. Christ resurrected on his own. Bwana asifiwe. It proved divinity in him. Now if Christ did not resurrect, then the whole of Christianity, simply somebody, there's a difference between Christianity and the other religions. Then kama Kristo hakufufuka, and if Christ is not divine, then the whole of Christianity is a sham. See, one thing we need to know about Christianity is Christianity stands and falls at Calvary. Ukiondoa msalaba, Christianity collapses and dies a peaceful death. Yes. Hakuna Ukristo bila msalaba. Amen. Bwana asifiwe. So among the things unafaa kutetea sana, among the things unafaa kuamini na moyo wako wote ni kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka msalaba na akafufuka. Why? Because ukiondoa msalaba, there is no Christianity. Ukisoma Quran 4:157 inasema wasemaje? Kwa sisi tumemua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu. Lakini hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine. If Christ did not die, the whole of Christianity collapses and dies. But if Christ died and resurrected, all the other religions are false religions. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama tumeelewana. Sijui kama tunapelekana vizuri. Yes. Tunaambiwa na Paulo ya kwamba kama Kristo hakufa na kufufuka, basi of all the other religions sisi ndio wa kuhurumiwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu imani yetu yote iko pale. And therefore, kuna mtu anaitwa Tomaso. Tomaso alimwona Kristo baada ya kuturugiwa yeye ni Mungu, alisema, my Lord and my God. Saizi kiulizwa, uprove Yesu ni Mungu, where would you start? Ama utatoa verses gani na gani kuonyesha kwamba huyu Yesu Kristo ambaye tunamwamini kila siku, ambaye tunamhubiri kila siku, ni Mungu wa kweli? Verses ziko tu nyingi. Nisome 9:5 Warumi. Ambao mababu ni wao na katika hao walitoka kwa jinsi ya mwili. Nisome pale. Who are the forefathers? 9:5. Yes. Warumi. Nasema ambao mababu ni wao, Ndio. na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Nani huyo? Ndiye aliye juu ya mambo yote. Aha. Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Thank you very much. Huyo Yesu Kristo ni yeye Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Hii ni kwa introduction. This is a Bible study. Ndaka sasa tufungue ukurasa mwingine. Kama ushaisikia kusikiza Waislamu ama watu wa Jehovah Witness ama mtu mwingine yote akipinga the divinity of Jesus Christ, ndaka you present those questions and we discuss on them. For instance, kuna vitu kwa Kolosai 2:5. Tukilitazamia tumaini lenye baraka inakuwa 2:16. 2:13. Tito. Edibidi 2:13. Mtu anisome. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tito 2:13. Yes, status. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Thank you. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Asante sana. Kusafisha watu. Achia tu pale. Iko tu sawa. Nikitoa hii verse wanakuambiaga kuna watu wawili pale. Mungu mkuu na Yesu Kristo. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Si ndio? Ushaisikia hiyo argument? Wapo. Mungu mkuu ati sasa anakuambia kuna Mungu mkuu kando na Kristo. kiunganishi Kristo Yesu. Wale kama ndugu zetu hapa walitoka tu. Thank you very much. Hiyo aya inakuwa very simple. Apart from kumtolea ile ya Mungu mkuu ambaye tumepewa, ambao watoto tumepatiwa. Kwa maana kwa ajili yetu tumepatiwa mtoto. So hiyo mtoto ataitwa Mungu mkuu. Kuachana na hiyo kwanza. Hii inakuwa tu grammar peke yake.
President William Ruto. Who is he? He is the president. He is the commander-in-chief of the armed forces of Kenya and the president of the Republic of Kenya. Akona title mbili kwa mtu mmoja. Bwana asifiwe. So huyu Yesu Kristo ambaye tunampresent leo akona hizo title mbili, ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Jina lake ni nani? Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Kristo ambaye tunamhubiri hapa kila siku. Hakiseti kuna watu wawili pale, ni mtu mmoja ambaye akona title mbili. Hata angekuwa na titles 3 ama 4 ama 5, zote zingewekwa pale na haimaanishi watu 3 ama 5. Bado ni yeye yule mmoja akona hizo titles zote. So mtu yote akikwambia kuna Mungu mkuu, kuna na kiunganishi. Alafu sasa watu wawili tofauti. Haiunganishi watu wawili. Ni titles zake. Amiri jeshi mkuu na rais. Amiri jeshi Suluhu. It's just Ni amiri jeshi. Bwana asifiwe. Kana mwingine alisema nani? So now kuna anayesema hapa. Kuna argument nyingine washaji. I know who wana make arguments mingi. Nishaikaa na wao kinandacha sana, nimefunzwa sana na wao. Nimekaa sana, nimefunzwa sana na wao. Nilikuwa Mount Kenya University, iligawanya karibu kanisa na katikati, ni Mungu tu alitushikilia tukabaki. Nilikuwa kiongozi wa EMR, so hizo trainings nimezifanya sana. Kile cha msingi ni kwamba sasa hivi Yesu Kristo ni Mungu. Yeye muumba mbingu na ardhi. Kabisa. Sawa. Hata dunia mzima tukimkataa, tuseme hakuumba kitu, bado anabaki kuwa Mungu, muumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Bado atabaki juu ya mambo yote. Leo Saturday ni Sabato. Sawa. Sasa hivi dunia iko na watu 7.something billion people, si ndio? Ikawa amefika 8 billion. Almost 8 billion. Almost 8 billion. Tuseme 8 billion. If 8 billion people tukishikana in one voice tuseme Tuesday ndio Sabato yetu. Do you think Saturday itaacha kuwa Sabato? Itabaki tu kwa Sabato. Saturday itabaki kuwa Sabato. Sasa hizi dunia mzima tukishikana tuseme Yesu hakufa juu ya dhambi zetu. Do you think Kenya alifanya Calvary itaacha kukua? Haitawacha, itabaki kwa hiyo. Yesu Kristo bado ni Mungu. Amen. Wakatae wakubali, turuke juu tukae chini, Yesu Kristo anabaki kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. And our work is very simple. First ni kuelewa. Unafaa uelewe, unafaa ukikaishwa chini mahali popote uulize swali. 2 Timothy 3:15 and 16 nakwambiaga kuwa ready. Always be ready to give an account of what you believe in meekness and in truth. Bwana asifiwe. Give an account of what you believe in. Kama unaamini Yesu Kristo ni Mungu. Because to me, kwa topics zote, endo topic yenye ninakuwa tunayo kwa akili. Not necessarily because ni easy, but because it is one of the things that they are called Christian foundation. You will never be a true Christian until you believe that Jesus Christ is God. Amen. Because ideally, if Jesus Christ is not God, then he becomes a third party to your salvation. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mmeelewa hiyo statement. Kama Yesu Kristo si Mungu, basi wewe na Mungu mlikosana, Yesu Kristo akaletwa kama third party kukuja kunegotiate. Bwana asifiwe. And that is not the case. Amen. Mwenye tulikosea ni Kristo direct. Amen. Yeye ndio alituumba. He is the only one who can redeem us. Sijui kama unaelewa meaning ya jina redeem. Kuredeem ni kukomboa. Ilikuwa yako ikapotea, ukaenda ukaifanya nini? Tulikuwa wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tukaibiwa na shetani. Akakuja kutukomboa na akatulipia deni. Lakini one thing you need to know, mbinguni hakutafika mtu ambaye hakuwa anataka kwenda. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna mtu atakuwa mbinguni mwenye hakuwa anataka kwenda mbinguni. Kama umeelewa hiyo statement? Acha nirudie. Mbinguni hakuna mtu yeyote atafika mbinguni ambaye hakuwa anataka kwenda mbinguni. Baada ya deni kulipwa huru. Atakayetaka na ingie. Bwana asifiwe. Yes. Na shetani anajua hilo vizuri sana. Shetani anajua muda wake ni mchache, lakini anakuja hapa anakuambia bado kuna time. Si kama mnaelewa hiyo nini? Shetani anajua muda wake ni mchache.
Lakini wewe anakuja kukuambia bado uko na time. Why? Kwanza nataka uendelee kukaa katika dhambi. Kwani mlango wa rehema bado umefunguliwa, atakayetaka kuingia na ingia, lakini shetani anataka muendelee kukaa tu huku. Tatizo ni kudanganya watu, there is time. Matideni ilishalipwa. Kuingia mbinguni, hakuna mtu amekatazwa kuingia, lakini hakuna mtu atafika mbinguni aanza kujiuliza na huko nilifikaje. Kila mtu ambaye atafika mbinguni atakuwa hipapa to be in communion with God. Amen. So Bible study yetu nishamaliza introduction. Sasa nataka reaction from you. Kama ushaisikia mtu akipinga divinity of Christ, alianzia na njia gani ama alisema nini? Can you discuss it? Si uzuri ni Bible study. Uzuri Bible study na SDA. In case niseme kitu haieleweki. Unaweza niambia hapo someone ndio kidogo mnakuaga Kili Bible study ni yetu sisi wote. So now let me ask this question. Sasa sijui jibu. But swali ni hili. How long? Yesu Kristo alikuwa mbinguni for how long? Ndio kuja hapa duniani. Ageless. Inaitwa nini? Deadless. Lakini si wanasema he is the firstborn of all creatures. Yes. So alizaliwa lini ndo tu estimate, alizaliwa lini? Ama aliumbwa lini? So he is the firstborn of all creatures. Yeah. Wanatumia Proverbs 8:22 ambayo inasema alitukuka pamoja naye. Hebu soma. 8:22 nasema when 8 inasema the Lord possessed to be in the beginning of his ways. Possessed yani ni kumtoa, ndivyo anasema. Anasema alimtoa kwa nafsi yake. Anasema material ya Yesu ni material ya Mungu. Endelea. Before his works of old. I was set up from everlasting, from the beginning of ever the earth was. When there was no depth, I was brought forth. When there was no foundation abounding with water, before the mountain was settled, before the hills was I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the field, nor the highest part of the dust. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass on the face of the depth. When he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep. When he gave to the sea his decree that the waters should not pass his commandment. When they appointed the foundation of the earth. Then I was by him as one brought up with him. As one brought up with him. Na swali yao their argument. Yes. Inakuaga nilitolewa kwake. Yes. In their argument is kuna wakati baba alikuwa peke yake. Yes. Sawa? Kuna wakati baba alikuwa peke yake. And then sasa ndo akamtoa. Vise alimtoa kwa kifua chake. About the argument alimtoa kwa kifua chake. That means Jesus is a created being. First created being. No, there is no other explanation to that. I want you to pelekana na mimi and you see the danger of it. Sawa? Si wametuambia he was brought forth from it. There is no other explanation. Mungu kuna vitu alisema ziwe na zikawa, kuna zenye aliumba na akapulizia hai na zikakuwa hai, alafu kuna yenye alitoa. All those are creatures of God. Hakuna yenye ni kuna zenye tunaambiwa we are more special to him, but by the end of the day all those are creatures. Kile wanamove kidogo wanakuambia Yesu Kristo anatumia jina Mungu juu baba yake ni Mungu. I was listening to Ndacha na akisema yeye anaitwa Francis Ndacha Gatifa. Gatifa ni baba yake. So ako na right ya kutumia hiyo jina dunia baba. But let me ask you. My name is Kevin Mungai. Ninaitwa Karoga. Karoga is my dad. Ninafaa kutumia jina Karoga juu ni baba yangu, si ndio? But Karoga akikuja asimame hapa. You know mimi ni nani? Ni Kevin. Mimi ni Karoga Junior. Sijui kama unanielewa? Karoga Senior akikuja asimame hapa, immediately ninakuwa Karoga Junior. Does that mean Yesu Kristo ni Mungu Junior? No.
si hiyo ndo analogy wanatumia? Kabisa. Si hiyo ndo analogy wanatumia kukwambia Yesu Kristo anatumia jina Mungu juu ni jina la baba yake. Secondly, Mungu si jina la mtu. Mungu ni jina la sifa. Bwana asifiwe? Kama mtu amenyamaza hivyo ni kama umewachanganya kidogo. Naomba tuelewane hapa. Mungu ni jina la sifa. Vizuri. Biblia inawaambia mmejitengenezea miungu. Unaelewa? Kuna huyu jamaa TikTok anajitaga Chief Bernard. Si akona Mungu wake, miungu zake. Kuna mtu anaweza shetani ndo anataka kuwe Mungu wake. Bado huyo shetani anakuwa ni Mungu. Kuna mtu pesa ndio Mungu wake. So pesa zimekuwa Mungu wake. Mungu ni jina la sifa. Kitu chochote ambacho unakiabudu, huyo ni Mungu wako. Hata Yesu alifaa kwa shetani Mungu wa dunia hii. Yes. Na Mungu wa dunia hii kwa sasa ni shetani. Sawa. So Mungu ni kitu chochote ambacho wewe unakiabudu. Yesu Kristo ukikuwa baba yako ni president, sasa hizi Sharon Ruto ni president juu babake ni president. Then Yesu Kristo anakuaje Mungu kama mwenye ni Mungu ni babake, yeye si Mungu? Because Mungu ni jina la sifa. Yeye jina lake ni Yahweh. Jina lake ni I am that I am. Jina lake is the sacred name. Yahweh, I am who I am. Nikipatana na wao, jibu langu linakuwa moja tu. Musa, umeniambia kuna Mungu Baba na kuna Yesu Kristo ambaye bado ni Mungu. Ni sawa. Musa aliabudu Mungu gani? Huyo ndio Mungu nataka kufuata. Bwana asifiwe. Mimi sitaki mambo mingi. Sitaki unichanganye na siji Baba na Mwana na Roho. Nataka tu swali moja. Musa aliabudu Mungu gani? Huyo ndio nataka nifuate. Kristo anawaambia before Abraham was I am. Huyo I am ambaye Musa alikuwa anaabudu, hakuna mwingine ni Yesu Kristo. Ni venye tu by then hawakuwa understand hiyo concept ya the Father na the Son. Alikuwa tu mmoja. Mkiandikiwa here o Israel, the Lord our God is one. Walikuwa wanamaanisha huyo I am, huyo Yahweh, huyo Yesu Kristo ndio Mungu walikuwa wanajua peke yake. Hawakujua Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Sio kama tunaelewana? Kama tunapelekana vizuri. Hakuna Mungu mwingine waliwahi jua, huyo mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Elewa I am, kama unless Kristo alikuwa anadanganya wanafunzi wake akiwaambia before Abraham was I am, alikuwa anachukua sifa za Mungu wenyewe Waisraeli wamekuwa kiabudu kutoka kitambo. Si ndio? Na kama amechukua sifa za Mungu mwenyewe amekuwa kiabudu kutoka kitambo, ukiendelea na hiyo basi walichukua mawe kumpiga. Kwa nini walichukua mawe kumpiga? Walielewa amechukua sifa za Mungu ambaye wamekuwa kiabudu kutoka tangu za mababu zao. Yaani kitu wamekuwa kitafuta wako nacho na wajui wako nacho. Yes. Bwana asifiwe. Amen. So huyo Mungu ambaye walikuwa Musa aliabudu, huyo Mungu ambaye aliongoza wana wa Israeli kutoka jangwani, huyo Mungu ambaye alikuwa anaongea na Musa daily, ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. So mtu yote kukuja kukuambia anything else other than that. One thing I know about Jesus Christ is, and I always say this, Jesus Christ is so lenient that he becomes what you want him to be in your life. Jesus Christ is so lenient that he becomes anything you want him to be in your life. You want him to be your Redeemer, he says, I am your Redeemer. You want him to be your Lord and your God, he becomes your Lord and your God. You want him to become your Savior, he becomes your Savior. You want him to become your healer, he becomes your healer. One thing I know for sure, you want him to punish you, he will still punish you. Atakuwa your punisher if you want him to become your punisher. He becomes anything you want him to be. Why? Hakutoka mbinguni kukuja kujoke with your salvation all the way from heaven, alikuja kukutafuta and give you a true pass. That anything that could hinder you from going to heaven, he opens up for you. The only reason utakosa mbinguni is because umekataa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Yes. Ukimiss mbinguni, you just know ni wewe ulikataa.
he did everything that could be done. In Galatians 2:7, Paul says, I do not, is it 2:7 ama 27, hapo hivyo. Anasema, sibatili njia ya sheria, but if salvation was found in by works, then Christ's death was in vain. Muktadha wa hiyo aya ni kwamba Paulo anawaambia ikiwa kuna kitu ambacho binadamu wangefanya to attain salvation, Kristo hangekufa. But Kristo had to die because there is nothing a human being could have done to attain salvation. Remember Kristo anakuambia your righteous deeds are like filthy rags. Matendo yako mazuri ni kama tambara bovu. There is no way, hakuna kitu unaweza fanya kumplease Mungu. Sawa? He's already pleased with you venye uko. And that is why he came for you. That is why he left his divinity up in heaven. In Revelation, Christ anawaambia, I am the Alpha and Omega. Yes. The beginning And the ending. and the end. In Colossians 1:3 anawaambia, Christ is all, 1:11, sorry, 3:11. Saa zingine kukaa bila notebook ni dhambi. Notebook yangu niliacha kwa bag. Iko stuck. In Colossians this 3:11, Kristo anawaambia hakuna 3:11. 3:11 jamani, sorry. Colossians 3:11 inasema hivi. Inasema hapo hapana Myunani wala Myahudi, Ndio. kutahiriwa wala kutotairiwa, Ndio. mgeni wala mshenzi, Ndio. mtumwa wala Huru. muungwana, bali Kristo ni yote ndani ya na yote. katika yote. Translation napenda ni yenye inasema Kristo ni yote Katika ndani ya yote. yote. And Christ is all in all. Kiingereza inasema where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Thank you, Christ. Yani Kristo ni yote ndani ya yote. Christ becomes everything you need him to be. Kristo anakuwa yeye ni yote ndani ya yote. So the question I'm asking individually, who is Christ to you? My God and Mtu my akikuuliza, Savior, mtu akikuuliza my Kristo ni everything. nani? Kwako, wachana na venye Biblia inasema, wachana na venye watu wanasema. You as a person, Kristo ni nani kwako? Christ is everything I need. What do you need? Everything. Yes? Kristo ni mwana wa Mungu kwanza. Kristo ni mwana wa Mungu. It's true. Na kuna andiko liko hapa. Kusoma. Inasema kulingana na vile nimefundisha. Ndio nitaproject na wewe. Inasema na uzima wa milele ndio huu Wakujue wewe, ujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo na Yesu Kristo uliyemtuma. uliyemtuma. Ndio. Nani ana address hiyo? Nani anasema hiyo? Umesoma kitabu cha John ngapi? 17. John 17. Si Yesu anasema hivyo. Yes, yes, yes. Na uzima wa milele ndio huu wakujue Is wewe like eternal. wakujue wewe Yes, yes. Mungu wa pekee wa kweli. wa kweli Yes. Na Yesu na Kristo Yesu Kristo uliyemtuma. uliyemtuma. Ndio. Sasa wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Sasa Yesu akiwa hapa duniani anaadresi Mungu wa pekee ambaye ako mbinguni. Wakujue wewe Mungu wa pekee akiwa mbinguni na Yesu Kristo uliyemtuma hapa duniani. Sasa wanakuja tena aje wanakuwa mmoja. Wanakuwa na kila na mimi na the same vile na kuna mahali na mimi nanichanganya the same. Tukisoma 1 Corinthians 8:6. Nasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo na sisi kwa yeye huyo. Sasa unininia hapo. kwanza ilikuwa John 17:3. Huyu ameendea jibu.
class. Nilifikiria ameendea jibu. Alikuwa ameweka huko. Anasaidia mamuka kweli. Haya, wakujie Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Hapo ni 1 Corinthians 1 Corinthians 8:6. Kwetu sisi Mungu ni mmoja. kwetu sisi Mungu ni mmoja. Haya. Baba, nitukuze na utukufu niliokuwa nao kabla ya ulimwengu. Kwa inakuwa after Kristo amefufuka anataka kupaa mbinguni. Nani kwa hiyo basi? Na now the time has come, glorify me with the glory that I had before the world was. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwapo. So kabla ya ulimwengu kuwa, Yesu Kristo alikuwa na utukufu pamoja na Baba. Si ndio? Unaona pale? Pale tu. Tukatu pale tu. Yesu Kristo alikuwa na utukufu pamoja na Baba. Si ndio? Haya. Mungu anasema hakuna anafaa kuwa na utukufu isipokuwa yeye. Toka ni verse gani? Barika wewe kati ya Baba na Yesu Kristo, who is the Alpha and Omega, nani wa kwanza na mwisho? Yesu. Kati ya Baba na Yesu, kati ya Baba. So now kuna Mungu wawili mbinguni ama sasa kuna Mungu mmoja mbinguni? In Deuteronomy akisema here o Israel, the Lord our God is one. Alikuwa anamaanisha Mungu gani? Mungu ni mmoja. Yes. Here o Israel, the Lord our God is one. Nakoga Deuteronomy 1:4 6:4. 6:4, thank you. Here o Israel, the Lord our God is one. Inakoga, which one is this? Is it the Father, the Son, or the Holy Spirit? The Father. Si ni Baba. No? Aya, the same person who is speaking Isaiah chapter 43 verse 10. Tusome na tulinganishe kama huyu ni mwingine ama ni yule wa 6:2. Ngoja kwanza. Ni sawa? Your argument is okay. Saizi kuna Mungu wangapi mbinguni? Mungu ni mmoja. Mungu gani? Ni mmoja. Mungu ni mmoja. Yesu Kristo ama Baba? Baba. Baba. Na Yesu Kristo akiwa mbinguni anakuwa nani? Sahihi. Mungu. Saizi. Sasa ni kuhani mkuu. Saizi he ceases to be the high priest. Sasa ni kuhani. Saizi he is the high priest. He ceases to be God. Anaacha kuwa Mungu Is anakuwa everything. Niambia Christ is everything you need. See, nilikuwa Kenyatta University about 2 weeks ago. And walituambia, okay, among the teachings tulifunza ni kwamba kumwamini Mungu haifai kucover up common sense. Sawa? Yes, kwa tunamwamini Mungu haimaanishi tusireason out. Na haimaanishi tusifikirie. Tunafaa tumwamini Mungu ndio inakubalika, but we should also understand who it is we believe. One thing about tunafaa kuelewa about Mungu. Ellen White says in the book see these are always when you quotation imenipotea, but anasema the human mind, the akili za binadamu hatuwezi tukamwelewa Mungu. The minute we try to understand God and the minute we think we've understood God, he ceases to be God. Sijui kama mnaelewa? Binadamu na akili zake hatuwezi tukamwelewa Mungu venye tunataka kumwelewa. Ile siku tutadissect Mungu to a point tumemwelewa sasa vizuri, anaacha kuwa Mungu. Ile siku mtabox Mungu kwa box, mumwelewe vizuri venye ungetaka kumwelewa, anaacha kuwa Mungu. You mind, akili zako haziwezi understand, hazizielewa Mungu. That is why tunaulizana Yesu Kristo alianza kuja, aliishi mbinguni kwa miaka ngapi? Kwa nini? Because akili za mwanadamu hazizielewa ya kwamba miaka tunahesabiki na jua.
Bwana asifiwe. Miaka tunahesabu na jua. Hiyo ndio siku ikizunguka hivyo, hiyo ni siku moja, siku ya pili, siku ya tatu, mwaka. Wakati jua haikuwa, siku zilikuwa zinahesabiwa. So kuna miaka alikuwa aliishi. He was there. He was just there. Na tukifika na like concept ya time ni kidogo sana. The human brain haiwezi comprehend time before time. Sio mnanielewa? The human mind cannot comprehend anything beyond time, space and matter. Bwana asifiwe. Akili za binadamu, let me repeat that, haziwezi understand anything beyond time, space and matter. That is why wa science watakuambia sijui kuna galaxy, and the galaxy is bigger than sijui what, and then that one is also bigger than what, and then space haitaisha kwa akili ya binadamu because we cannot think beyond that. Same case with time. We can never think beyond time and matter. We can like bingu, because mnataka tu kujua binguni mtakanyaga dhahabu. Kama whatever mtakuwa na mwili, do you need dhahabu za kukanyaga? Hatukuwa tuna discuss binguni, tulikuwa tuna discuss Yesu Kristo. I was just opening your mind kidogo. Who is Jesus Christ? Okay. Binguni sahihi. Ukisikia jina Mungu limetajwa, what comes in your mind? Is it the Father? Is it the Son? Is it the Holy Spirit? Is it the three? Is it just one in three? Is it three in one? Ukisikia jina Mungu limetajwa, what comes in your mind? 3 in 1. The 3 in 1. Okay, yes, Mungu. The Godhead. Tafadhali. Okay, ukiambiwa meza ni nini? Si table. Hiyo ni English tu umetranslate to English. Takuelezea meza ni nini? Si uniambie table. So ukisikia Mungu ni nani? Ukisikia tu jina Mungu, what comes in your mind? Amesema ni God the Father. The Godhead. So where does it leave Jesus Christ? Yesu Kristo ni Mungu kadogo ama Yesu Kristo ni nani? You see, one thing about the Bible, argument yake iko sawa, na argument yake pia iko sawa. Because kuna verses zina, hata ukikana Waislamu saizi watakutolea verses nyingi sana za kuprove Yesu Kristo ni mtu. Kama verse ametoa, wakujue yeye wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. So Yesu Kristo ana fall kwa kategoria nani? Mtoto. Ya mitume. Na hata huyo Yesu ukitumia hizo maandiko, Yesu anasema yeye si mtakatifu. Mtakatifu ni Mungu pekee yake. Mungu pekee yake. Trick ni nyingi. So hatuwezi anza kufundishana Yesu si mtakatifu. mtakatifu. Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Kristo, kwa Yesu Kristo anareduce bado anakuwa nani? Mwanadamu. Ukisoma Biblia from that perspective, without a doubt, utajua ya kwamba Yesu Kristo ni binadamu. Ndio. Kwa sababu hadi pale kuna verses nyingi sana zinakupruvia Yesu ni binadamu wa kawaida. Sawa? Kuna verses zinakupruvia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ziko nyingi sana. John 3:16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata kama mwanawe pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana hakumtuma ulimwenguni kuhukumu ulimwengu, bali katika yeye ulimwengu fanya nini? Uokolewe. Tena kupruvia Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Na kwa maana siri utoa ni kuu. Mungu alijidhihirisha kwa jinsi ya mwili. Tena kupruvia nini? Yesu Kristo ni Mungu. Ni mwana. Ukiangalia Biblia, hakuna mahali Yesu alisema yeye ni Bwana Mungu. Ati? Hakuna mahali Yesu alikuwa anasema yeye ni Bwana Mungu. Lakini tukiangalia Biblia inasema Bwana Mungu akasema, Bwana Mungu akatenda. Lakini kwa Yesu hakuna hilo jina linatangulia Bwana Mungu. Unaona? So that naweza argue kuwa Yesu anatumia jina la nani? La baba yake kuitwa Mungu. Kwa sababu hakuna mahali anajiita Bwana Mungu. Na ukiangalia hata wakati wa ubaji anasema Bwana Mungu akafanya, Bwana Mungu akatenda, Bwana Mungu akasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Unaona? Sasa huyu Bwana Mungu alipokuwa akisema, huyu mwingine alikuwa aongei ama ako chini.
Is it written or is this just your assumption? It is written. Okay, sisemi hiyo pati ya Bwana Mungu, hii pati ya huyu mwingine alikuwa ni kama hapo chini. Yani hana mamlaka kama ya huyu. Okay. Mungu amepatia Adam ruhusa ya kutaja kila kitu. Sawa? Kupea kila kitu jina. Yes. Si ndio? Yes. And then after that, Mungu amekuja. Kwa Adam, si ndio? So Adam ndio anafaa kupeleka Mungu akimwambia hii nimeita kuku, hii nimeita bata, hii nimeita ndovu. Mungu kazi yake ilikuwa gani? Baadaye Mungu kazi yake ilikuwa kukubali. Adam akimwambia hii nimeita kuku, Mungu hakuwa na mshana. Mungu sawa. Does that mean pia Mungu alikuwa chini juu Adam alikuwa anaongea? Kuelewa swali langu. Mungu amesema atumumbe mtu kwa mfano wetu. So, alikuwa anatumia mfano wetu. Hakutumia mfano wangu. Alisema mfano wetu. Yeye na nani? Kama wewe unapita kwa Yesu Kristo. Ndio. So that means Mungu, Yesu Kristo na Mungu wako na mfano mmoja. Yes. How? Ambapo mimi na wewe tuko na mfano mmoja. Mimi na so that means mbinguni kuna Mungu wawili. Si hapa hivi kuna binadamu wangapi? Hakuna Mungu wawili. Mungu ni mmoja. Hapa duniani ni binadamu ni wawili. Kwa hivyo vile anasema ni wawili. Si binadamu ni wawili. Nani? No, nasema hapa ndani binadamu ni wangapi? Mmoja. No, si amesema venye mimi na yeye tuko na umbo la binadamu. Kwa hivyo yeye ni binadamu, mimi pia ni binadamu, si ndio? Wewe pia ni binadamu. Hapa ndani kuna binadamu wangapi? Ni wengi. Mbinguni pia kuna Mungu wangapi? Kama Mungu kuna umbo la Mungu, Yesu Kristo pia ana umbo la Mungu. Si alisema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo Yesu Kristo ana mfano wa Mungu. Ndio, na Mungu pia ana mfano wa Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu wangapi? Gani? Yesu Kristo ama Baba? Yesu Kristo si Mungu. There is only one way here. Either Yesu Kristo ni Mungu ama Yesu Kristo si Mungu. It is that simple. Either Uungu Yesu mnajua Kristo ni Mungu ama Yesu Kristo si Mungu. uungu penye nimeona tumeanza kupotelea ambayo umetuleta vizuri. Uungu kwanza unaongelewa kwa Biblia kama Godhead. Mungu anapoongea tu mara ya kwanza kwa Biblia anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Lakini sema Mungu akasema, si Mungu akasema, Mungu akasema. Ina maana akisema anasema na alafu inakuja lugha ya wingi na tufanye mtu. Sasa ni Mungu amesema wafanye. Mungu akasema wafanye. Sasa wanaofanya hao wenye walifanya ni akina nani? Ndio unaona Yesu ni muumbaji. Kwa sababu Biblia inashuhudia Yesu ni muumbaji. Mungu akamfanya, mwisho amesema Mungu akafanya, Mungu akaweka mianga, lakini unaposoma maandiko nani aliyefanya hiyo mambo? Ni Mungu ambaye ni Yesu. Si ndivyo inakuleta vizuri na kufix kwa Yesu? Yes. Sasa ikisha kufix kwa Yesu na ulizwe Mungu aliyeumba dunia ni nani? Utajibu ni Yesu. So, kuna tofauti ya Mungu Baba in character na tofauti na Yesu Kristo. Tofauti ya Mungu Baba na Yesu Kristo in character ni gani? Okay, mimi kwa ninasema Mungu kwa mimi mahali nimefikishana na Biblia. Mungu ni mmoja ambaye Yesu anatumia uungu wa Mungu kufanya mambo. Lakini Mungu ni mmoja aliye Baba. Ameshapika. So Yesu Kristo Niambie. aliumbwa au Yesu anaingilia wapi? Aya, dakika moja tu tuwaombe. Juu tulikuwa kidogo tu ni mute. Wacha tutakuja. Nenda kwa pengine huko. Mungu tupee gari jamii. Mimi tunakaa kwa gari.